Kitu cha muhimu katika maisha haya sio wingi wa miaka tunaoishi, isipokuwa ni mchango tunaotoa kwa wanadamu wanaotuzunguka. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba maisha hayapimwi kwa muda tu, miaka mingi, bali yanapimwa kwa mema tunayowafanyia watu wengine wanaotuzunguka. Mtu anayeweza kuishi miaka 90 lakini bila kusaidia mtu yeyote, na mwingine akaishi miaka 30 tu, yani 30, lakini akagusa maisha ya watu wengi kwa mema, kwa wema, msaada, elimu au upendo. Katika hali hiyo, yule mtu wa miaka 30 yani 30 anaweza kuacha alama kubwa zaidi duniani kuliko yule ambaye aliyeishi miaka mingi. Fundisho ndani yake. Msemo huu unatufundisha mambo matatu muhimu makubwa. Jambo la kwanza, kuishi maisha yenye kusudi. Usiishi tu kupita duniani, fanya jambo litakalo saidia watu wengine wanaokuzunguka. Usiishi maisha kwa ajili yako peke yako, ishi kwa ajili ya watu wengine. Jambo la pili, kuwasaidia watu wanaokuzunguka, ikiwemo ni familia, marafiki, jamii. Hata jambo dogo linaweza kubadili maisha ya mtu. Kumbuka siku zote, wema na ubaya ni mbegu. Mpandaji ni wewe na mvunaji ni wewe. Jambo la tatu, kuacha kumbukumbu njema ndani ya mioyo ya watu. Watu hawatakukumbuka sana ulivyoishi muda mrefu au miaka mingi duniani, lakini watakumbuka wema wako, namna ulivyowafanya, namna ulivyofanya waweze kujisikia. Kwa mfano, mwalimu anayefundisha watoto vizuri anaweza kubadili maisha ya wanafunzi wengi, hata kama ataishi miaka michache, lakini mchango wake utaendelea kuonekana kwa vizazi hadi vizazi vingi mno. Kwa ufupi ni hivi, maisha yenye thamani si yale marefu zaidi, bali yale yenye mchango mkubwa kwa wengine. Kwa hiyo ishi kuwa kama mwembe, toa matunda kwa watu wengine, wasaidie wengine, kwa maana unalolifanya leo, unalolipanda leo hii ndilo utakalolivuna kesho. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Niambie nini ambacho umekijifunza ndani ya video hii fupi, na kama ndio mara yako ya kwanza, unaweza kusubscribe, maana tunakuwa bora zaidi ya jana, na unaweza kumtumia mtu mwingine linki hii ili aweze kujifunza kupitia video hii. Kumbuka, yote yawezekana kwake yeye aamini.